Wauguzi katika hospitali za umma wamekuwa wakishiriki mgomo kwa takriban mwezi mmoja sasa. Mgomo ulioanzishwa kushurutisha serikali kusajili chama cha kutetea haki zao. Na hii leo wauguzi hao walipata pigo baada ya mahakama ya viwanda kusema kwamba mgomo huo ni haramu. Uamuzi uliotofautiana na ule wa mahakama kuu wiki jana uliosema kwamba mgomo huo ulikuwa halali na kuwataka wauguzi hao na serikali kujadiliana ili kutafuta mwafaka kuhusu masuala walokuwa wakilalamikia. Jaji Maureen Onyango aliwataka wauguzi hao kurejea kazini mara moja, la sivyo wachukuliwe hatua za kinidhamu, agizo ambalo wauguzi hao wanapanga kukaidi. Sisi kama wauguzi tunasema hatuwezi rudi kwa kazini namna hiyo, kwa sababu tangu tutoke huko mahospitali tulikuwa tunazungumza, mpaka sasa tunazungumza, lakini hakuna yule anataka kutusikiliza. Mnamo wiki jana wauguzi hao walipata afueni baada ya mahakama kuu kusema kwamba mgomo wao ulikuwa halali na hivyo basi kuizuia tume ya kuajiri wafanyikazi wa umma dhidi ya kuwafuta kazi. Hata hivyo, kwenye kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya viwanda, mwanasheria mkuu alipinga mgomo huo akisema kwamba maisha ya mamilioni ya Wakenya yalikuwa taabani baada ya wauguzi hao kudinda kuwashughulikia. Kesi hiyo itatajwa tarehe 29 mwezi huu. We want allowances which have been approved to be given to the nurses. We want the nurses who are being held in modern day slavery being put on contracts. They are being paid 20,000 shillings. Kwengineko mahakamani, mahakama kuu imetupilia mbali kesi iliyokuwa imewasilishwa kupinga hatua ya mwanabiashara wa Nyeri Mary Wamboi kuwania kiti cha ubunge cha Othaya. Wapigaji kura 4 kutoka Othaya walikuwa wamekwenda mahakamani wakitaka Wamboi azuiliwe kuwania kiti hicho kwa msingi kwamba anazingirwa na utata kuhusu uadilifu wake baada ya kutajwa kwenye ripoti ya tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu kuhusu ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007. Mbali na hayo, walalamishi hao walidai kwamba Wamboi hana masomo ya kutosha kwani hakuweza kuendeleza masomo yake baada ya shule ya msingi. Hata hivyo, Jaji David Majanja aliyetupilia mbali kesi hiyo alisema kwamba mahakama haipaswi kuamua iwapo Wamboi anafaa kuwania kiti hicho au la. Kizingiti cha kisheria kilichokuwa kikimkabili Wamboi sasa kimeondolewa, huku mahakama ikiagiza kwamba masuala ya uadilifu yanafaa kushughulikiwa na tume ya IEBC au vyama vya kisiasa. Janet Chapia, Citizen Nipashe.